Na mtazamaji, nimerejea tena na sasa ni wakati wa Jahala, na mgeni wangu hapa ninaye Hellen Sisya. Yeye ni afisa habari wa TSNP, mtandao wa kutetea haki za wanafunzi kwa vyuo vikuu mpaka ya sekondari. Kwa hiyo tunaye hapa, kikubwa tunaangalia kuna vuguvugu lilipita katikati kuhusu mikopo. Wengi walikuwa wamelalamika, wanafunzi wengi waliweka kambi katika ofisi za bodi ya mikopo kufuatilia hatima yao ya kupata mkopo, lakini mpaka sasa kuna ukimya. Tunataka kufahamu hali ikoje kwa sasa, na Hellen yeye ndiye mmoja ambaye atatujuza kuhusiana na kitu kinachoendelea kwa sasa, mpaka sasa wamefikia wapi katika jitihada zao na majukumu yao ya kutetea wanafunzi. Karibu sana Hellen. Asante sana. Tunazungumzia TSNP. Nimeelezea kwa ufupi sana. Labda wewe kama mmoja wa kutoka TSNP ambayo ni taasisi inajishughulisha na kutetea haki za wanafunzi, majukumu makubwa hasa ni nini? TSNP ni mtandao wa wanafunzi Tanzania. Majukumu makubwa kabisa ya TSNP ni pamoja na kutetea haki za wanafunzi wa Tanzania kuanzia level ya shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu. Kwa hiyo tukiona wanafunzi wanapata matatizo, sisi tunasaidiana na serikali, tunasaidia kufikisha vilio vyao vya wanafunzi kwa sekta husika au kwa mamlaka husika ili viweze kupatiwa ufumbuzi. Na ndio maana tumekuwa tukijaribu kupaza sauti, kwa sababu kwa mfano matatizo kama ya mikopo vyuo vikuu, sio kila mtu anaweza akazungumza, sio kila mwanafunzi Tanzania nzima anaweza akakubaliwa akasema aende kule bodi ya mikopo, hapana. Lakini sisi tumekuwa tukisimama, tumekuwa tukiact kama daraja kati ya wanafunzi na serikali, kwamba tumekuwa tukishauriana na serikali. Mara nyingi tumekuwa tukionana na bodi ya mikopo, mkurugenzi, tumekuwa tukitoa mapendekezo yetu kwa serikali, na tunashukuru Mungu wamekuwa wakiyafanyia kazi baadhi ya mapendekezo yetu. Na hiyo tunapozungumzia wanafunzi, manake tuna wanafunzi, vyuo vipo Tanzania nzima, shule za sekondari zipo Tanzania nzima, na shule ya msingi zipo Tanzania nzima. Mpaka huko mna matawi yenu? Tuna waratibu wetu karibia mikoa yote Tanzania. Tunashirikiana nao na wamekuwa wakifanya kazi nzuri tu. Tunashirikiana nao vizuri tu, na tuna waratibu pia katika vyuo vikuu, na katika vyuo vikuu pia mbali na kuwa na waratibu, tunashirikiana na viongozi wa serikali za wanafunzi katika kujadiliana mambo mbalimbali na changamoto mbalimbali, jinsi ya kuzitatua, kwa sababu sio kila changamoto ambayo inatokea wanafunzi mpaka uende ukamuone waziri au ukamuone mkurugenzi wa bodi ya mikopo. Hapana. Kuna changamoto nyingine tukizipata kwa wanafunzi, tunawafikishia tu viongozi wa serikali za wanafunzi, wanatusaidia kuzitatua. Umegusia mikopo hapa. Ni vuguvugu ambalo lilikuwa limepita katikati, tukiona wanafunzi wengi wakiweka kambi katika ofisi za bodi ya mikopo, wengine wakiwa wanataka kujua hatima yao kuhusiana na swala hilo. Kwa sasa kuna ukimya ambao umejitokeza. Hali ikoje? Kiukweli hali ya mikopo vyuoni bado ni mbaya, na hali bado ni mbaya, na wanafunzi bado wanazidi kuumia, kwa sababu kuna kundi kubwa la wanafunzi ambao hawajapata mikopo. Kwa mfano, kwa mwaka huu tumeona kwamba serikali tangu mwanzoni ilisema itatoa mikopo kwa wanafunzi 30,000 tu, na wanafunzi mwisho wa siku waliokuja kuomba ni 61,000. Na mpaka mtu anakuja kuomba mkopo, mpaka mtu anakuja kuomba kitu, inamaanisha ana shida, si ndio? Ana shida, yule mtu anahitaji kusaidiwa, anahitaji apate mkopo. Lakini mwisho wa siku tumekuja kuona serikali imekuja kutoa mikopo kwa wanafunzi hawazidi 30,000, hawafiki 32,000, kwa sababu hii bachi ya 4 walikuwa wamebakia wanafunzi takriban 400 ili itimie ile 30,000 ambayo serikali ilisema. Lakini serikali ikaongeza idadi kidogo ya wanafunzi, ikatoa mikopo kwa wanafunzi 1775. Idadi kidogo imeongezeka, tunaishukuru serikali kwa hili. Lakini bado tunasema kwamba tuna kundi kubwa la wanafunzi ambao wanahitaji mikopo, ambao na wengine wana vigezo vya kupata mikopo lakini hawajapata mikopo. Na hili ni tatizo ambalo limekuwa likitokea miaka kwa miaka katika taifa letu, na limekuwa likiwakwamisha vijana wengi sana katika kufikia ndoto zao za kimaisha. Na wengine walikuwa wanatupigia simu, wanasema kwa sababu wamekosa mikopo wanarudi nyumbani. Unaona? Kwa mwingine ameshakata tamaa kabisa na maisha, ameshindwa kutimiza ndoto zake kwa sababu ya nini? Ya mikopo. Na watu wanazidi kuongezeka, kwa sababu leo
mwaka huu huyu amekosa mkopo, anasema labda nita apply mwakani. Akija mwakani atakutana tena na wengine wa mwakani ambao wataomba mikopo. Kwa hiyo wanazidi kuwa wengi na kundi linazidi kuwa kubwa zaidi la wanafunzi ambao wanashindwa kupata elimu ya juu kwa sababu tu hawana mikopo. Katika kundi ambalo la watu wamekosa mikopo, kuna watu ambao wamefanya makosa wenyewe katika kuomba na wakakosa mikopo. Hilo linawezekana likawepo. Kuna wanafunzi ambao wamekosea kuandika taarifa zao, hilo hatuwezi kukataa. Lakini pia bado tuna maswali mengi. Kama wanafunzi wamekosea, sawa, wao inawezekana wamekosea kuomba nafasi hiyo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tunabaki kujiuliza kama mtandao wa wanafunzi. Kama kweli serikali inaona hawa wanafunzi wamekosea kuomba mikopo. Tulisikia hapa mkurugenzi alisema kwamba hawatoi nafasi ya wanafunzi kurekebisha taarifa zao. Walisema iko kitu. Sasa kama kweli hawa wanafunzi wamekosea, kwa nini msiwaruhusu warekebishe taarifa zao? Na kama kweli mna nia kuwapa mikopo, kwa nini wasiwaruhusu hawa wanafunzi wangerekebisha taarifa zao? Kwa sababu uelewa ni mdogo, ni mara yao ya kwanza kuomba mikopo. Sio kwamba wamezoea, hapana. Kwa hiyo inawezekana walikutana na mtu ambaye hayuko vizuri kwenye masuala ya kuwasaidia kufanya nini, kuandaa hizi taarifa. Hilo linawezekana kabisa. Lakini wangewapa nafasi warekebishe taarifa zao, alafu tuone inakuaje. Kama mtandao wa kutetea wanafunzi, ndio kuna kitu gani ambacho mmekifanya katika kipindi hiki ambacho kilichopita sasa kwenye vuguvugu hilo la wanafunzi kukosa mikopo? Tumekuwa tukitumia vyombo vya habari. Tumekuwa tukizungumza na vyombo vya habari. Wiki mbili zilizopita, wiki iliyopita of course, tulizungumza na vyombo vya habari kuhusiana na swala zima la mikopo, na tukiomba serikali kwamba itoe mikopo kwa wanafunzi wote. Kwa sababu tunaamini kwamba serikali ina uwezo wa kutoa mikopo kwa wanafunzi wote, kwa sababu ukisikiliza kauli ya waziri mkuu bungeni wiki iliyopita, alisema kwamba kipaumbele chetu kama taifa ni kutoa huduma kwa jamii, na elimu ni mojawapo ya huduma kwa jamii. Kwa hiyo kama kweli tunahitaji kupata taifa la wasomi, kama kweli tunahitaji kupambana na swala linaloitwa ujinga, kama ambavyo Mwalimu Nyerere alisema tupambane ujinga na maradhi na umaskini. Na ujinga ni pamoja na kupambana na ujinga ni pamoja na kuwapa elimu watoto wa maskini. Mtoto wa maskini ili umkomboe, usimpe mali, mpe elimu. Kama kweli serikali inataka kupambana na ujinga, iwape hawa wanafunzi mikopo. Unaona? Kwa hiyo sisi tulizungumza na waandishi wa habari, tukasema serikali itoe mikopo kwa wanafunzi wote. Na kuna siku tulimsikia mkurugenzi anasema kwamba makusanyo yale ya wale wanaorejesha mikopo kwa 15% zile wanazokata yameongezeka. Sasa tulikuwa tunatarajia kama mtandao wa wanafunzi kwamba kwa sababu makusanyo yameongezeka, basi kuwa na ufanisi kwamba badala ya hao wanafunzi 30,000 ambao serikali iliwa target, basi ingekuwa na ongezeko, kwa sababu wanasema wamevuka matarajio yao. Kwa hiyo kungekuwa na ongezeko basi la wanafunzi ambao wangepata nini? Wangepata mikopo. Lakini pia kuna jambo lingine linatushangaza sana. Bodi ya mikopo ilisema mwisho wa siku kwamba hawa wanafunzi 30,000 ndio baada ya kuchanganua wakaona kwamba hawa ndio wana vigezo. Jambo ambalo sisi kama mtandao wa wanafunzi tunasema ni uongo, kwa sababu wakati kabla wanafunzi hawajaanza kuomba mikopo, serikali ilishasema kwamba tutatoa mikopo kwa wanafunzi 30,000 tu. Na wiki iliyopita waziri wa elimu Profesa Ndalichako alisema lengo lao lilikuwa ni kutoa mikopo kwa wanafunzi 30,000. Lakini mwisho wa siku wanakuja kusema kwamba hawa 30,000 ndio waliokuwa na vigezo. Mmejuaje kama hawa walikuwa na vigezo tangu mwanzoni walikuwa bado hawajaomba? Kwa nini mnasema kwamba ili hawa ndio waliokuwa na vigezo? Kwa hiyo inawezekana kabisa kuna wanafunzi wengi walikuwa na vigezo, ila kwa sababu tu lengo la serikali lilikuwa ni wanafunzi 30,000, hawa wengine wote wameonekana na wao hawana nini? Hawana vigezo, jambo ambalo sio sahihi kabisa. Lakini tukija kwenye vigezo ambavyo bodi imeweka sasa kwa wale ambao watu wanataka mkopo, nyinyi kama TSNP mnaridhika navyo? Vigezo mkurugenzi wetu wa haki Abdul Nondo alivizungumzia siku moja. Vigezo vingi hatukuridhika navyo, kwa sababu kwa mfano unasema mwanafunzi ambaye amesoma shule za kulipia, hawezi, atakuwa yani hamtarajii kwamba ataomba mkopo. Hili jambo sisi tunaliona sio sawa, kwa sababu
kuna wanafunzi wengi ambao unakuta amesoma shule ya kulipia kwa msaada wa mtu fulani. Mtu alitegemea kwamba huyu mwanafunzi akifika chuo kikuu atapata mkopo, kwa hiyo anamsaidia aweze kupata ile elimu msingi, tunaita elimu ya sekondari, apate akifika chuo atapata mkopo. Kwa hiyo unakuta mtu amesomeshwa kule kwa kuungaunga, sio kwamba ana uwezo, kwa kuungaunga ili aweze kufaulu afike wapi? Chuo kikuu, lakini anafika chuo kikuu anakosa mkopo. Naona, lakini pia kuna kigezo kingine ambacho tulikipinga, ni kuhusu wanafunzi wale wazazi wao, wanafunzi ambao wazazi wao wametajwa na ile sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Kuna kwenye ile sheria inamtaja diwani pia. Diwani hana mshahara. Diwani yeye analipwa kwa vikao kwa kadri ambavyo uwezo wa halmashauri na ruhusu. Lakini leo hii unasema mtoto wa diwani asipewe mkopo. Gharama za chuo ni kubwa kuliko hata uwezo wa huyu diwani ambaye halipu mshahara. Kwa sababu kwenye gharama za chuo kuna hela ya ada, kuna hela ya kula kila siku, kuna hela ya stationery, kuna hela ya field. Kwa hiyo mtu kama huyu kusema kwamba asiombe mkopo, tunakuwa tunakosea. Unaona? Kwa hiyo vigezo kama hivi ni vigezo ambavyo vinambana, bado ni changamoto, vinafanya wanafunzi bado akose ile fursa ya kupata mkopo. Mwisho wa siku tunawafanya hao wanafunzi washindwe kufikia ndoto zao za kimaisha. Tunatengeneza kundi kubwa la watu ambao tuseme hawana elimu. Mwisho wa siku taifa lolote linahitaji watu wenye elimu ili liweze kusonga mbele. Elimu ni jambo la msingi sana. Tukija kwenye nasikia kwamba katika masuala ya udahili kuna watu wamekumbana na changamoto ya kukosa mikopo, kwa maana ya kwamba aliomba hivyo katika chuo fulani na chuo fulani, lakini amepata chuo fulani, mkopo wake umeenda chuo fulani. Ni kweli. Ukweli wake ukoje katika hili? Kesi kama hizo kiukweli sisi kama mtandao wa wanafunzi tumezipata nyingi tu. Ni kweli kuna wanafunzi mwingine labda amechaguliwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini mkopo wake umeenda Mzumbe, na hili jambo limesababishwa sana na hii system ya udahili ambayo imeletwa mwaka huu. System ambayo kwa kipindi kirefu haikuwepo. Ilikuwepo hapo mwanzoni, lakini kwa kipindi kirefu hapa haikuwepo. Na katika hii system imesababishije kupelekea huko, unakuta mwanafunzi ameomba chuo labda cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Amepewa pale, amechaguliwa pale, ameconfirm kuchaguliwa pale. Lakini unashangaa kuna chuo kingine wenyewe kwa sababu labda wanataka wanafunzi, wana confirm kwa niaba ya wanafunzi. Mwisho wa siku kinachokuja kutokea, huyu mwanafunzi anaonekana ana multiple selection. Sasa kuwa na multiple selection kuonyesha kwamba amechaguliwa huku na huku, inakuwa haieleweki huyu mtu yuko huku, huyu mtu yuko huku. Kwa hiyo unakuta mkopo unapelekwa kwenye chuo ambacho sicho. Matokeo yake ni nini? Huyu mwanafunzi anaenda kwenye chuo kingine, mkopo wake uko chuo kingine. Matokeo yake ni kwamba huyu mwanafunzi akienda huku, sasa hivi tumesikia wanasema wanafanya process za kuwarudishia mikopo yao kwenye vyuo husika. Sisi tunaomba kama mtandao wa wanafunzi, tunaiomba serikali iharakishe, inafanya kwa uharaka zaidi hili jambo, kwa sababu wanafunzi wanapata shida sana. Na hii ni wiki takribani ya pili, lakini kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza hii ni wiki ya tatu sasa. Vyuo vimeshafunguliwa. Wanapata shida sana. Wanafunzi wako pale hosteli, hata kama wengine wanatokea nyumbani, lakini ile hela ni hitaji lao la msingi sana. Kwa hiyo wanapata shida sana pale chuo. Yes. Tunaona mnashughulika sana na wanafunzi wa elimu ya juu, kwa maana tukizungumzia watu ambao wanaenda kupata elimu ya vyuo. Vipi kwa upande wa sekondari na shule ya msingi ambao umeniambia kama TSNP mnashughulika nao? Kuna kesi gani ambao huwa mnazipokea kutoka kwenye shule za msingi na sekondari? Tumekuwa tukipokea kesi tofauti. Yes, lakini kesi nyingi tumekuwa tukizisolve kupitia kwa waratibu wetu waliopo kwenye mikoa husika. Yes, katika hiyo mikoa, lakini pia hata sisi ngazi ya kitaifa tumekuwa tukisolve. Kwa mfano tumekuwa tukipokea malalamiko labda upungufu wa walimu kwenye shule, na tumekuwa tulichokuwa tunakifanya, tukipata malalamiko labda kwenye shule fulani kuna tatizo hili na hili, tunachokifanya tunawasiliana na uongozi katika sekta ya elimu katika eneo husika, labda afisa elimu wa eneo husika au kiongozi yeyote anayehusiana na masuala ya elimu katika eneo husika.
tunawasiliana naye, tunampatia hizo changamoto zilizopo, kwa sababu inawezekana wakawa hawazifahamu kama kuna changamoto hizo, lakini sisi kwa sababu tuko karibu zaidi na wanafunzi tunapewa hayo matatizo. Kwa hiyo sisi kwa nafasi yetu tunawasiliana na uongozi husika, tunawataarifu na tunaendelea kufuatilia ni mrejesho gani kuhusiana na lile tatizo, na mara nyingi unakuta bahati nzuri au viongozi wa maeneo husika wanatoa ushirikiano mzuri sana. Kwa hiyo unakuta matatizo yanasuluhiwa kwa namna hiyo. Kama TSNP mnakumbana na changamoto gani sasa? Changamoto ambayo tunakutana nayo kama mtandao wa wanafunzi, kwanza niseme tu TSNP ni taasisi ambayo inajitegemea. Ni taasisi ya vijana ambao tumejitolea kusimamia kutetea haki za wanafunzi. Hatui funded na serikali, hatui funded na mtu yoyote binafsi au sekta yoyote binafsi yoyote ile. Yaani sisi ni watu ambao sisi tunatumia gharama zetu wenyewe kufanya hizi harakati katika kuwatetea wanafunzi wa elimu ya juu pamoja na shule ya msingi pamoja na sekondari. Changamoto kubwa tunayokumbana nayo ni katika masuala ya fedha, kama hivi kwenda kuitisha waandishi wa habari kuzungumza nayo. Ni changamoto tunakutana nayo, lakini kwa sababu tumeamua kujitolea katika hili jambo, huwa tunaisolve hivyo hivyo. Lakini pia changamoto nyingine kwa mfano kama hivi tunajitolea kusimama kwa ajili ya haki za wanafunzi pale wanapopata matatizo. Kwa mfano hizi masuala ya mikopo, unakuta kuna watu wengine labda wanakufuata wanakutishia, bwana wewe utatekwa nini, wana wasiojulikana, vitu kama hivyo vitu vipo. Lakini sisi tulikasema kwamba sisi tutasimamia haki kwa sababu tupo kwa ajili ya taifa letu. Sisi tupo kwa ajili ya uzalendo ambao tulionao kwa taifa letu. Tunahitaji taifa letu kuliona likisonga mbele. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hizo mbili sana. Lakini ukiachana na changamoto, kuna chochote ambacho mnasema tunajivunia nacho kama TSNP? Miongoni mwa mambo ambayo tunajivunia ni ushirikiano ambao tunaupata katika mamlaka mbalimbali. Tumekuwa tukiwasiliana kwa mfano kwenye mamlaka za vyuo vikuu, mkurugenzi wa bodi ya mikopo tumekuwa tukiwa naye karibu sana, tumekuwa tukimueleza changamoto mbalimbali, tumekuwa tukimpa mapendekezo yetu katika mambo mbalimbali na amekuwa akiyafanyia kazi. Lakini pia tunachojivunia kingine ni kwamba jamii inajaribu kutuelewa kwamba sisi tunafanya nini, na sasa hivi na watu wakituona wengi wakisikia kwamba tunakuja kuzungumzia masuala fulani, wamekuwa wakituambia vitu vyao kwamba nendeni mkazungumzie hili, nendeni mkamzungumzie hili. Kwa hiyo moja hapo ya vitu ni kwamba tunafanikiwa katika kutetea hizi haki. Tunashukuru kwamba tunafanikiwa katika kutetea hizi haki za wanafunzi kutokana na ushirikiano ambao tunapewa na viongozi husika na pamoja na wanafunzi ambao ndio wadau wetu wa karibu sana. Mimi nakushukuru, labda kama una la kumalizia nikupe nafasi kabla tujihitimishe sehemu yetu ya mazungumzo. La kumalizia tu ni kusema kwamba labda niseme kwamba taasisi hii ya mtandao wa wanafunzi tuna kampeni of course tumeianzisha kuhusiana na masuala ya mikopo. Kama tunavyojua kwamba mikopo bado ni tatizo sana, lakini pia jambo ambalo wengi hatulizungumzii na ningependa niligusie ni kwamba swala la mikopo tumeona yani linazidi kuwa shida, linazidi kuwa matatizo katika nchi yetu na limekuwa likileta vikwazo vingi kwa wanafunzi wa elimu ya juu kupata haki yao ya kielimu. Kwa mfano, mwaka jana kwa taratibu zilizopo za bodi ya mikopo, tukizungumzia mkopo ni lazima kuna ada, kuna hela ya books and stationery, kuna hela ya kula, kuna hela ya field. Lakini jambo ambalo linatusikitisha sana, mwaka jana wakati bodi ya mkopo imetoa mkopo, wanafunzi wengi ambao mwaka jana walikuwa mwaka wao wa kwanza walipewa hela ya field pamoja na hela ya kula yani ni kila mtu na hela yake, wakati kwa taratibu za kawaida inatakiwa wote mpewe sawa. Lakini kwenye hela ya kula, baada ya viongozi wa serikali za wanafunzi kupambana na serikali nini hivyo, ikarudishwa, lakini ikabaki kwenye hela ya field ambayo kila mwanafunzi akapewa hela yake. Kuna wengine akapewa 100,000, wengine 50,000, wakati wanatakiwa wapewe wote sawa. Matokeo yake wanafunzi wale walivyoenda kwenye mafunzo kwa vitendo
walipata shida sana, walikumbana na vikwazo vingi sana. Sasa tunaona tena mwaka huu hili tatizo limejitokeza. Wanafunzi ambao mwaka huu wamepewa mikopo, hawa wachache tunaowasema, hawa wengine unakuta wengi, kwa mfano ambao mimi kesi zao ninazo, mwingine kapewa tu ada na hela ya kula, hajapewa hela feed wala books and stationery, wakati kwa taratibu zilizopo lazima apewe hela ya books and stationery, lazima apewe hela ya feed. Kwa hiyo sisi tunavyozungumza hivi tunaiomba serikali kama taratibu zipo miaka yote kwamba hela ya feed, hela ya chakula, hela ya books and stationery wanapata wanafunzi wote sawa, basi na hiyo hivyo isipunguze hizi hela na kuwanyima hao wanafunzi haki yao ya msingi ya kupata elimu, kwa sababu mwisho wa siku hao wanafunzi watakuja kupata shida sana. Kwa mfano kwenye mafunzo kwa vitendo, miezi miwili mtu hana hela, ni tatizo. Kwa hiyo kampeni ipo, tumeianzisha mikopo kwa wanafunzi wote, na tukisisitiza zaidi kwamba angalau basi hata kama hawa waliokosa mikopo basi wapewe hata mkopo wa ada, angalau wasikose yote, wapewe tu hata ada ili waweze kujisajili, kwa sababu usajili unaisha, waweze kujisajili, waitwe tu, yani wawe tu na ile nafasi ya kuitwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Mambo mengine watapambana nayo wenyewe. Lakini mahusiano yenu na serikali, sasa Wizara ya Elimu ambayo mngetakiwa mfanye nayo kazi kwa karibu, yakoje? Mahusiano yetu ni mazuri, lakini pia naomba nikurekebishe kidogo. Umesema ambao mngepaswa kufanya nao kazi kwa karibu. Tunafanya nao kazi kwa karibu sana. Hata waziri mwenyewe anajua, mkurugenzi wa bodi ya mikopo anafahamu hilo. Wamekuwa wakiwasiliana sana na mkurugenzi wetu wa haki na wajibu wa wanafunzi na kubadilishana mawazo, kuleta mapendekezo yetu. Tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu sana. Hatuna mahusiano mabaya kwa kweli. Mimi nakushukuru sana Helen kwa haya machache ambayo umeweza kutuambia kuhusiana na TSNP inafanya nini hasa katika kutetea haki za wanafunzi kwenye swala zima la mikopo. Mtazamaji, ni Helen Sisia, ni afisa habari kutoka TSNP, taasisi ya kutetea haki za wanafunzi Tanzania, shule za msingi, sekondari mpaka elimu ya juu. Sina la ziada katika kipindi cha Mlimani Asubuhi. Nikushukuru kwa kuweza kutufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka wakati huu nahitimisha. Lakini nikukumbushe, katika sehemu ya Semavyo Magazeti nilikusomea dondoo muhimu ambazo zimeandikwa kwenye magazeti yaliyotufikia studio kwa siku hii ya leo. Na katika jahala ni Helen Sisia ambaye nimemaliza naye hapa. Tulikuwa tunazungumzia hali ya mikopo kwa wanafunzi kwa sasa na jitihada gani ambazo wamekuwa wakizifanya katika kuwatetea wenzao ili waweze kupata masomo, kupata haki yao ya msingi ya elimu, huku wakiwa na uhakika kupata mikopo ambayo itawezesha kupata chakula, kupata vile vitu muhimu ambavyo vinahitajika katika elimu yao. Kwa hiyo kwa mengine mengi basi endelea kutazama Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi sina la ziada mpaka kufikia hapo. Uwe na wakati mwema. Asante na kwaheri.